Na mchambuzi Hamisi Kabwe ndani ya mwaka 2025 ndivyo ambavyo tunaufunga. Hakika ulikuwa ni mwaka mzuri sana. Tumezungumza mengi ya kimichezo, ushirikiano ulikuwa ni wa hali ya juu na hatimaye hii ndio tunafunga nayo mwaka. Mimi naitwa Ernest Singano. Yanga na Singida kunani? Wachezaji wanaotoka Yanga kwenda Singida idadi yaongezeka, wanaotoka Singida kwenda Yanga wachezaji waongezeka, lakini mengi ya kimichezo mnyama Simba kwa Steve Barker aanza kazi rasmi, lakini Simba nao waingia sokoni. Mchambuzi Hamisi Kabwe, ni kama unaendelea kugugo kama kuna taarifa unaziangalia ndani ya huu mwaka 2025. Kama kawaida lazima nipiche kuingi kujua nini ambacho kinachoendelea hivi sasa. Unajua hichi ni kipindi cha usajili. Lakini kama haitoshi pia kuna vitu vingi vinaendelea kwenye mpira wetu, sio tu Tanzania, barani Afrika. Alafu alikuwa anapitia hii taarifa ya huyu bwana mdogo Chazi Ouma ambaye amekuja kufanya trial kwenye kikosi cha Simba. Kenya. Ni Mkenya lakini ana uraia wa Sudani Kusini. Ni Mkenya mwenye uraia wa Sudani Kusini. Umeona? Na ulikuwa anajaribu kupita kuangalia yani kwa nini amekuja kufanya trial Simba. Chazi Ouma. Kwa nini amekuja kufanya trial Simba yani? Umeona? Simba kweli wanaweza wakafikia hatua ya kufanya usajili kupitia trial kwa hadhi waliofikia. Sio kwamba mchezaji akija kufanya trial hawezi kuwa mchezaji mzuri, hapana, ila hadhi ile unajua ya Simba jinsi ilivyo. Na nimemwangalia ni central midfielder, umeona, pasa mzuri sana na uwezo wa kupiga pasi zinazofika kirahisi. Anatokea Polisi ya Kenya. Polisi ya Kenya msimu uliopita walikuwa ni mabingwa wa ligi kuu ya Kenya. Anaonekana ni mchezaji mzuri, lakini nahitaji kumuona tena na tena ili kujiridhisha kwa hadhi ya Simba anastahili kweli kufanya trial. Na kwa bahati nzuri amedondokea wakati mzuri ambao kocha mpya kwenye kikosi cha Simba ameingia. Unajua Steve Barker sasa wakati wanafanya mazoezi inawezekana kama impress mwalimu akawashawishi Simba waweze kufanya nini, waweze kumchukua, kwa sababu yeye hakuwa na timu mwalimu, umeona. Kwa hiyo inawezekana kwa kiasi kikubwa sana ikawa ni advantage kwake, umeona. Lakini hizo zama za Simba kunandii kuchukua wachezaji ambao wanakuja kufanya trial nafikiri zimepita. Umeona, Simba inabidi waweke maskauti kama Tanzania nzima. Umeona, kama ni Afrika Mashariki waweke hata maskauti Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, waweke maskauti huko kwa ajili ya kuangalia vipaji na kweli support wale maskauti. Isiwe kama yule scout wao yule Mholanzi ambaye aliwahi kuwaletea Gilimugisha wakamkataa Simba. Steve Barker tayari jana ameanza mazoezi. Of course. Si ndio kwamba kaanza mazoezi, na ndio ni advantage, si ndio, kwa wachezaji wapya wakina Bajabiri ambao hawajapata nafasi pia. Hiyo ndio nafasi kwao kwa sababu kocha ndo kwanza kaingia kwenye kikosi. Umeona, lakini kama haitoshi pia kuna baadhi ya wachezaji pia walikuwa hawapati nafasi, wakina Semfuko Charles na wenyewe. Hiyo ndio nafasi yao ya kuonyesha sasa hivi kwamba tunahitaji nafasi. Lakini pia mashindano haya ya Mapinduzi ambayo yanakuja ni nafasi nyingine pia kuonyesha kwamba tunahitaji hiyo nafasi ya kuweza kucheza kwenye kikosi cha Simba. Lakini zama za kufanya trial, zama za kujaribu wachezaji, mimi nafikiri kwa Simba zimepitwa na wakati, waachane nazo. Sidhani kama ni utaratibu mzuri binafsi. Ukiniuliza mimi, sidhani kama ni utaratibu mzuri. Na uone nafasi yake hata Simba anaweza akashawishika naye. Siwezi kuthibitisha hilo kwa sababu si nakwambia mwalimu yeye ndo atatoa mapendekezo, kwa sababu mwalimu si ndo anafanya naye mazoezi, si ndo anamuona. Inawezekana mwalimu akavutiwa naye. Akivutiwa naye inawezekana akatoa go ahead kwa Simba kuweza kumchukua, na Simba wakamchukua, sio vizuri. Lakini ni mchezaji mzuri, nimemuona na uwezo mkubwa sana wa kuscan nafasi, pasa mzuri, umeona. Sio kiungo ambaye anaweza akawa na skills nyingi, yani ujuzi sijui chenga nini, umeona. Lakini ana uwezo mkubwa sana wa kufikiria wapi aipeleke pasi. Huo uwezo nimeona anao. Lakini kwa klabu kama Simba kuzungumza mengi kuhusiana na huyu mchezaji ni ngumu.
Sio vizuri siwezi kuzungumza chochote. Umeona? Sasa mbona unazingua babu? Mjadala mkubwa sana ambao ulikuwa unaendelea kuhusiana na wachezaji ambao wanatoka Young Africans kuelekea Singida ama wanaotoka Singida kuelekea Young Africans. Na jana ulisikika ukasema ya kwamba kwa nini Simba uwazungumzi, unawazungumza tu Young Africans? Hii ni miongoni mwa comment ambayo wengi walikuwa wanaizungumza. Kaka, kwa nini mimi sizungumzi kwa upande wa Simba sana? Kwa Singida nazungumza upande wa Young Africans, kwa upande wa Nandi wa Singida. Mimi na wewe mashahidi. Simba wamechukua wachezaji wangapi kutoka Singida? Na tumesikia tetesi ngapi kuhusiana na Singida? Mimi naona kama, ukiniuliza mimi, naona kama hata msemaji wa Nandi wa Singida Masanza alikuwa analazimisha sana, yani kuonekana kwamba wana uhusiano na Simba, lakini ukweli ni kwamba ukiangalia hata viashiria vya kwamba uhusiano wa Simba na Singida, hivyo viashiria vipo, mimi sioni kama vipo, kwa sababu Simba ukikaa nao, baadhi ya watu ambao mimi wananipa penyenye za usajili, ukikaa nao kuhusiana na wachezaji wengi ambao waliwataka Singida, wengi walikataliwa kuwachukua. Simona vizuri. Hata usajili wa Jonathan Soa ambao mimi nilisema kama Simba wamepewa bure, haiwezi kuwa sawa sawa. Kwa nini wapewe bure? Mimi nilisema haiwezi kuwa bure. Kwa nini wapewe bure? Lakini ukifuatilia, fanya tu utafiti wako, chimbua, si mwandishi wa habari, chimbua, utagundua kwamba usajili wa Jonathan Soa kutoka Singida kwenda Simba ulihusisha fedha. Lakini sajili nyingi ambazo zinazohusu Singida Black Stars ama Singida, timu zinazoitwa Singida na Yanga, kumekuwa kuna kificho. Singida kumekuwa dampo la wachezaji ambao wamefeli Young Africans. Singida imekuwa ni kama dampo la wachezaji waliofeli Young Africans kwenda kujipata. Sio vizuri. Lakini wale wachezaji wazuri wamekuwa wakijaribu kupikwa Singida wakipelekwa Young Africans. Mimi nitakupa mfano. Nimeandaa orodha ya wachezaji ambao wamepita Singida na Yanga mpaka hivi sasa. Wa kwanza, Nixon Kibabage. Alikuja Yanga, akacheza Yanga, kaonekana hawezi kukizi machaji, wamemrudisha wapi? Singida. Wa pili ni Duke Abuya. Mpaka hivi sasa ndio muhimili wa Yanga kwenye eneo la kiungo. Katoka wapi? Singida. Andambwile alikuja pale kipindi Yusuf Kagoma amemkosa, sibla vizuri. Na kama unakumbuka usajili wake ulileta mgogoro sana, na kukumbusha usajili wa Yusuf Kagoma ulileta mgogoro sana, na kwa sababu Yusuf Kagoma alikuwa anamilikiwa na iliyokuwa Singida Big Stars ambayo iliachwa, ilitelekezwa na madeni kibao, ikabadilishwa jina kuwa Fountain Gate. Kwa hiyo sakata lake lilikuwa Fountain Gate, sio Singida. Kwa hiyo ili kuwatuliza Yanga akapelekwa Andambwile pia na yeye anahusishwa kurudi tena Singida. Kwa nini? Kwa mkopo. Sijui unanielewa vizuri? Nakuelewa. Nandi Komeni Abubakar alikuwa golikipa namba 1 wa Singida. Akasajiliwa na Young Africans kama golikipa namba 2. Sijui vizuri. Hatukujuaga sasa ni mfii yake. Sijui ilikuja tujui. Metacha Mnata. Yanga Singida Yanga. Kalitoka Yanga tena kauli wapi? Singida. Sio vizuri. Hao wachezaji wangapi? Hao wachezaji 5 nimekutajia hivi sasa. Tunakuja Israel Patrick Mwenda. Kutoka wapi? Singida. Sio vizuri. Nakutajia Frank Hasinki. Kutoka wapi? Singida. Kwenda wapi? Yanga. Tunakuja Edmund John. Kutoka wapi? Singida. Kwenda wapi? Yanga. Umeona? Damaro Kamara ambaye ametambulishwa muda si mrefu hapa. Sio vizuri. Singida. Kutoka wapi? Yanga. Umeona? Maruf Chakei ambaye muda si mrefu atatangazwa kwenda Young Africans. Singida.
Kwenda wapi? Yanga. Wachezaji 10 nilokutajia hapo. 10 katika miaka hii miwili ya Singida Black Stars mmoja tayari Young Africans walishachukua pale. Bila vizuri. Kama ni biashara basi Singida walipaswa kutengeneza fedha nyingi sana kwa hao wachezaji. Maana ni wengi kama ni biashara. Performance nzuri. Na wana performance nzuri ambacho mimi ninachokipigania hapa ni kwamba lazima mpira wetu uwe na thamani. Uonyeshwe thamani. Mimi sizungumzi hapa kwa kuichukia Yanga. Subira vizuri. Mimi sizungumzi kwa kuichukia Yanga. Ila nazungumza ukweli ambao uliopo. Fikiria Kibabage, Duke Abuya, Ndambwile, Komeni Abubakar, Metacha Mnata, Israel Patrick Mwenda, Frank Ansik, Edmund John, Damaro Kamara, Maruf Shakei. Hizi ni fedha. Subira vizuri. Haya. Na kuonyesha Dampo. Joseph Gede alionekana kufanya vibaya. Sehemu pa kumpeleka wapi? Singida. Subira vizuri. Lakini hapa katikati pia kama itoshi, Obasagi Amos ambaye ni golikipa namba 1 wa Singida, mkopo wake ilisemekana umetoka Young Africans kwenda wapi? Singida. Si unanielewa vizuri? Lakini kuna wachezaji ambao hapa katikati waliachwa, wangeweza kwenda sehemu yoyote, wakina Khalid Aucho, umeona, wakina Chama na nini, au siwezi kuwazungumzia chochote. Lakini kwa Amos Obasagi na hao wengine ambao nimewataja hapo, naona moja kwa moja kuna mahusiano kati ya Yanga na Singida ambayo kiuhalisia mimi ananipa mashaka. Ukaenda mbali ukasema Singida ifutwe. Sasa kwa staili hii kama hii timu kazi yake ni kutoa tu wachezaji bure. Hata ingekuwa Simba wanawapa wachezaji bure, hii timu ya nini kwenye ligi yetu? Sisi tunataka ushindani. Tunataka timu ambayo ina uwezo wa kuleta ushindani kwa hizi timu kubwa. Sasa wachezaji wao bora wanawachukua wanawapeleka kwenye hizi timu kubwa ambazo tunataka zipelekee ushindani. Sasa